Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Karibuni kwa Pendo Mangwa TV, na hii leo tukutana ni faida nzuri sana, faida ambayo kutokana na mitishamba. Mitishamba hii huwa tunaitumia sana katika tiba, katika manufaa kimwili na hata kibiashara, na hata katika kutibia baadhi ya maradhi mengi sana katika miili yetu na familia zetu ambazo zimetuzunguka. Sasa basi nikikomba leo kwanza, kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, weka all notification ili mtu wa kwanza pata video zetu pinipata zituma na kuziweka mtandaoni. Asante sana. Ndugu yangu, kaka, dada yangu, rafiki yangu, leo nimekuletea dawa hizi. Hizi dawa ni dawa aina 7. Hizi dawa ni dawa za aina 7 ambazo dawa hizi kama utazitumia kwenda kuzichuma au kuzinunua kwa kutarajia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ukatarajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndiye akufanyia wepesi katika jambo lako, kwa kutarajia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala akufanyia wepesi juu ya majambo yako yote utakayoyafanya, ima kibiashara au kuondoa maradhi katika miili yako, basi insha Allah kwa Mwenyezi Mungu atakusaidia. Lakini leo tupo katika mlango wa biashara. Mlango huu ni mlango wa biashara. Ndugu yangu, dada yangu ambao unafanya biashara zako au kila unachokifanya kinakuwa ni kigumu kwako kukifanya, ninachokuomba tafuta hizi dawa nitazokuelekeza. Tafuta hizi dawa nitakazokuelekeza. Na dawa zenyewe ni dawa za aina 7. Ni dawa za aina 7 ambazo dawa hizi nimekuletea kwako kama faida leo, kama sadaka, na kuelezea upate kuzitafuta, upate kuzitumia, na insha Allah kwa idhini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakufungulia katika maisha yako. Na dawa hizi matumizi yake, jinsi ya kuzitumia, za matumizi ya aina nyingi. Unaweza kutumia katika mtindo wa kuchoma, unaweza kutumia katika mtindo wa kuoga, lakini unaweza kutumia katika mtindo wa kumwagia, lakini pia unaweza kutumia katika mtindo wa kupakaza na mafuta maalum, ukawa unatumia katika mtindo wa kupaka. Lakini katika dawa hizi zipo za aina nyingi. Sasa leo nakuletea dawa hizi za aina 7. Awali yetu nikombe, kama bado hujasubscribe, usahau kusubscribe chini, bonyeza makengele, weka all notification ili mtu wa kwanza kupata video zetu pinipata kuzituma na kuziweka mtandaoni. Kaka, dada, rafiki yangu, nenda katika duka la dawa za asili. Kama dawa hizi hauzifahamu jinsi gani zilivyo, basi nenda katika duka la dawa za asili lililokuwa lipo karibu na wewe. Kama upo Tabora, basi nenda mpaka sokoni, sehemu wanapouza maduka ya dawa za asili, kanunua hizi dawa. Kama upo Dar es Salaam, nenda hivyo hivyo. Kama upo Kenya, fanya hivyo. Kama upo Arusha, upo mkoa wote ule Tanzania au nje ya Tanzania, basi fanya hivi. Ila kumbuka hizi dawa huwa zinatofautiana majina. Kila sehemu kuna majina yake. Kuna wengine wanaita dawa hizi kwa kikabila, lakini wengine wanazita dawa hizi katika mtindo wa Kiswahili. Sasa mimi nitazitaja katika mtindo wa Kiswahili ili nipate kueleweka vizuri kabisa. Ndugu yangu, dawa hizi kumbuka zipo 7. Dawa hizi kumbuka zipo 7. Dawa ya kwanza ninachokuomba, kama wewe unasumbuliwa matatizo ya kibiashara, katafute dawa inayoitwa au inafahamika kwa jina la Muinula. Muinula. Ninatafute dawa inaitwa Muinula au Muinua au Kivumbasi. Ndio dawa hiyo moja. Muinula au Muinua au Kivumbasi. Kivumbasi hichi kinakuwa ni kile kivumbasi ambacho ni jike au kivumbasi kidogo. Sasa kitafute kivumbasi kidogo. Ukienda kuchuma ni vizuri zaidi, kwa sababu kichuma, nenda kachume kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kama ya Rabbi nachuma hii dawa, natarajia nguvu zako wewe Mwenyezi Mungu upate kuniponesha majambo yangu, upate kunisaidia kwenye kazi zangu. Nadhani mmenielewa hapo Wala usiombe katika jina lingine isipokuwa omba au chuma kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni dawa ya kwanza ambayo inatoka kwa jina la Muinula. Dawa ya pili ambayo huwa tunapenda kuchanganyia katika hizi dawa 7 ni dawa inayofahamika kwa jina la Muharaka. Muharaka ukipata vijiti ni vizuri zaidi, ila ukipata muharaka wa unga pia ni vizuri. Huu ukiwa katika hali ya unga huwa una kivumbi fulani hivi, afu na kijaharufu fulani hivi. Huo ndio muharaka, ni mzuri kweli kweli. Huu ndio Muharaka. Kwa hiyo dawa ya pili upate dawa inafahamika kwa jina la Muharaka. Lakini dawa ya tatu tunataka hapa tupate dawa inafahamika kwa jina la Muosha Fedha. Muosha fedha. Muosha fedha
au kwa jina lingine mfedha fedha. Mosha fedha au kwa jina lingine mfedha fedha. Kwa hiyo dada yangu ambaye biashara zako haziendi, tafuta huo mosha fedha au mfedha fedha iwe dawa yako ya tatu. Nimesema dawa ya kwanza inafahamika kwa jina la kivumbasi au mwinula. Dawa ya pili nikasema kwa jina la muharaka, na dawa ya tatu nikasema kwa jina la mosha fedha au mfedha fedha. Kumbuka kama bado hujasubscribe, tuna video nyingi sana tumeshatengeneza, tunataka tuziposti kwa ajili ya faida tu, na faida hiyo ukitumia, omba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika riziki zako. Insha Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakusaidia, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika majambo yako. Dawa ya tatu ni hiyo mosha fedha, mfedha fedha. Dawa ya nne, tafuta dawa inafahamika kwa jina la mfunguo. Mfunguo hii ni dawa. Hii mfunguo ni dawa ambayo watu tunatumia sana katika kufungua majambo kwa kutarajia uwezo wa Mwenyezi Mungu au radhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa baraka zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitumia huu mfunguo, insha Allah, kwa mfunguo utapotumia Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi zaidi. Hii ni dawa ya nne. Lakini dawa ya tano, kuna dawa inafahamika kwa jina la kisaka uchawi au mshika uchawi au msika uchawi au mchawi chawi. Hii msaka uchawi ni dawa yetu ya tano, itafute. Ni dawa nzuri sana. Hii dawa kwa jina lingine watu wengine hupenda kuita kwa jina la mchafya. Huwa akipiga au kifuta na tia chafya sana, mithili ya mdaula jinsi ilivyo, ila rangi ni tofauti. Hii msaka uchawi huwa ni nyekundu, lakini mdaula una asili kama weupe fulani hivi, wenye asili fulani, so weupe lakini katika hali fulani kama weupe. Sasa hiki kisaka uchawi au msaka uchawi ni dawa yetu ya tano. Hii dawa ni ya tano. Dawa ya sita ambayo nitatamani sana watu wengi waifahamu, ni dawa hii inafahamika kwa jina la mlipu au mlipulipu. Mlipu au mlipulipu. Hii mlipu au mlipulipu ni dawa nzuri sana. Na dawa hii ya mlipu au mlipulipu ni dawa ambayo tunatumia sana katika kutumia katika mtindo wa kuogea au kuchoma au kumwagia kwa lengo la kulipua uchawi au sihiri ambayo mtu ameificha sehemu katika biashara yako au ameifanya katika biashara yako. Hii miti kumbuka ni tiba. Hii miti kumbuka ni dawa. Hii miti kumbuka ni miti ambayo Mwenyezi Mungu ameitia nguvu zake katika hii miti. Kwenye miti kuna ponyo, kuna tiba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye miti kuna rishe, lakini pia kwenye miti kuna dawa za kubatilisha uchawi. Lakini kwenye hii miti pia kuna mambo mengi sana patikana kwenye miti. Kwa hiyo mti wetu wa sita tuliozungumzia hapa ni mti unafahamika kwa jina la mlipulipu. Lakini kumbuka kama bado hujasubscribe ndugu yangu, ili upate kuona video zetu zingine nyingi sana tutazoelezea kwa ajili ya kutoa faida kwa watu. Dawa yetu ya saba ni hii dawa inafahamika kwa jina la mguzuguzu. Hii mguzuguzu ni dawa maalum. Ni dawa special. Kumbuka ni dawa maalum na ni dawa special. Kwa hii dawa kama utahitaji, njoo ofisini kwetu utaipata. Kama utahitaji, njoo ofisini kwetu utaipata. Hii ni dawa zetu ambazo ni za siri, ambazo tunachanganya baadhi ya dawa zetu nyingi sana, afu then inakuwa ni special, afu tunachanganya hizi dawa. Hii inakuwa ni siri ya kitabibu, lakini tumia hizi dawa nilizoelezea hapa. Hata ukikosa mguzuguzu, tumia hizi dawa nilizokuelekezea hapa. Insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia. Sasa je, unaitumiaje hii dawa? Kama wewe biashara zako hazijakaa vizuri, mfano unafanya biashara ambazo sehemu yako ya biashara haijakaa vizuri, kila unachokifanya kinakuwa ni kigumu, basi tumia hii dawa kwa ajili ya kuoga katika nyumbani kwako. Unapooga asubuhi muda kutoka kwenda kazini, chukua maji, nuiza mwombe Mwenyezi Mungu kama ya Rabbi, na kuomba Mwenyezi Mungu. Hii ni miti shamba, ni miti katika miti yako, na itumia hii miti kwenda kuiogea kwa ajili ya kusafisha sihiri katika mwili wangu. Kama kuna hasadi nilifanyiwa au kama kuna sihiri nilifanyiwa ima katika biashara yangu, katika mwili wangu, basi Mwenyezi Mungu nisaidie nipate kuwa katika afya iliyo nzuri. Lakini pia Rabbi niondoshe hii sihiri katika mwili wangu, nifungulie milango yangu ya riziki, nifanye wepesi kwenye riziki zangu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naamini insha Allah atakusaidia na insha Allah atakufanya wepesi katika jambo yako. Lakini pia hii dawa unaweza kutumia katika mtindo wa kumwagia au kupigia deki katika sehemu yako ya kazi au eneo lako la kazi. Utakuwa unapigia deki katika hiyo sehemu, huku unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyie upesi au batilishe sihiri kama imekuwa sihiri. Kama kuna kitu kibaya akiondoe. Kwa sababu tunapofungua biashara zetu katika frame zetu, katika vibanda vyetu, mara nyingi watu wengine huja usiku wanazichezea. Mara nyingi watu wengine huja usiku na kufanyia vitu vibaya. Sasa kama utaamini tu
kwa maana kwamba unafanya biashara tu basi na kwa Mwenyezi Mungu na kujishughulisha kwa Mwenyezi Mungu, huenda ukajikuta msingi wako unakufa, mtaji unakufa, faida huioni, unarudi tena kwa nyuma zaidi ya uliokuwa nyuma. Kwa ninachokuomba, tafuta hizi dawa na tumia kwa kutarajia uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya epesi, na insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanya epesi, utakuwa mwenye kufanikiwa katika biashara yako. Mwisho ni kuombe, kama hujasubscribe usahau kusubscribe. Jina langu Dr. Manguringwa, nimekuelezea hivi vitu kutoa faida tu, kukupeni faida. Ninachokuomba usipite bila kusubscribe, kwa sababu kuna vitu vizuri sana vinakuja hapo mbeleni. Asante.